السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Tunaendelea kuzungumzia adabu za al-Eid, ikiwa kwenye majlisi ya jana tulitaja takriban adabu 4, ikiwa ni pamoja na kuoga katika maandalizi ya Eid, kuvaa nguo nzuri zaidi, lakini pia kwenda katika viwanja vya Eid kwa kutembea, na zile ambazo tulijaliwa kustaja kwenye majlisi ya jana. Leo tukiwa katika muendelezo huo, ikiwa ni Ramadhani ya 27 mwaka huu 1446 min al-hijra an-nabawiyya, sawa na 2025 miladia. من السنة أيضا أن تصلى صلاة العيدين في المصلى. miongoni mwa sunna na adabu za swala ya Eid ni swala kuswaliwa kwenye musalla, sehemu za wazi, au kwa lugha maarufu viwanjani. wala yusalla fil masjidi illa lihaja, na asili swala ya Eid haiswaliwi msikitini isipokuwa panapokuwa na haja fulani au panapokuwa na dharura. Amesimulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla. Mtume alayhi salatu wassalam kwenye Eid al-Fitr na Eid al-Adha alikuwa anatoka kwenda sehemu ya kuswalia al-musalla, sehemu ya wazi, hakuwa anaswalia msikitini. Qala fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah, na akifika kwenye musalla jambo la kwanza analoanza nalo ni kuswali, bi maana salat al-Eid. Na al-musalla, musalla wa mji wa Madina, kama alivyoeleza al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, qala huwa mawdhi'un bil Madina, hii sehemu ambayo inaitwa musalla au ilikuwa sehemu ya kuswalia sala zaidi, anasema ni mawdhi'un bil Madina ma'rufun, ni sehemu iliyopo Madina na ni sehemu maarufu, musalla walipokuwa wanaswalia sala zaidi pale. Qala bainahu wa baina babil masjidi 1000 dhira', kutoka kwenye mlango wa msikiti mpaka kufika kwenye musalla ni wastani wa dhira 1000. Dhira 1000 sio parefu, dhira 1000 ni karibu mno. Kwa hiyo anasema hiyo ndio sehemu iliyokuwa inajulikana kwa jina la al-musalla alipokuwa anakwenda Mtume alayhi salatu wassalam kwenda kuswali salat al-Eid. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema kuhusiana na hadithi hii ya Abu Sa'id radiyallahu anhu, hadithi ya Abu Sa'id kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwenye Eid al-Fitr na Eid al-Adha alikuwa anakwenda kwenye musalla, anachoanza nacho ni swala. Anasema al-Imam an-Nawawi kuhusiana na hadithi hii, hadha dalilun liman qala bi istihbab al-khuruj li salati al-Eid ila al-musalla. Hadithi hii ni ushahidi kwa yule aliyesema ni sunna kwenye swala ya Eid watu kutoka wakaenda kwenye sehemu za kuswalia za nje, wa annahu afdalu min fi'liha fil masjidi, na kwamba kuiswali swala ya Eid viwanjani ni bora kuliko kuiswali misikitini. Qala wa ala hadha amalu an-nas fi mu'dham al-amsar, na katika miji mingi waislamu wanaifanyia kazi sunna hii. Qala wa amma ahlu makkah, ama watu wa makkah, fala yusallunaha illa fil masjid min az-zaman al-awwal au min az-zaman al-awwal, watu wa makkah hawaswali Eid isipokuwa ndani ya al-Masjid al-Haram. Lakini miji yote iliyosalia mpaka Madina, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anauacha msikiti wake, anakwenda kwenye musalla, anawasalisha waislamu huko salat al-Eid. Ndio maana anasema al-Allama Ibn al-Hajj al-Maliki rahimahullahu ta'ala, was-sunnatu al-madiyatu fi salati al-Eidain an takuna fi al-musalla, na sunna iliyopita endelevu
ni kwamba kwenye swala zaidi mbili kinachotakiwa ni kuswalia viwanjani. Kwa nini? Anasema lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam anasema salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fima siwahu illa al-masjid al-haram. Swala moja kwenye msikiti wangu huu, yani msikiti wa mtume, ni bora kuliko swala 1000 zinazoswaliwa kwenye misikiti mingine isipokuwa msikiti wa Makkah. Anasema thumma huwa ma'a hadhihi alfadilati alazima, lakini mtume alayhi salatu wasalam pamoja na fadhila kubwa za swala inayoswaliwa kwenye msikiti wake, kharaja sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa taraka. Bwana mtume kwenye Idi alikuwa anatoka anakwenda kuswali nje na anauacha msikiti. Swala moja kwenye msikiti wa mtume ni sawa na swala 1000, iwe ya sunna au ya fardhu. Pamoja na fadhila hizo, kwenye swala ya Idi mtume alikuwa anaacha msikiti wake anakwenda kwenye nini? Kwenye musalla. Hii ni kuonyesha umuhimu wa kuswali salat al-Eid fil musalla, kwa sababu al-Masjid an-Nabawi ni msikiti namba 2 duniani kwa fadhila. Msikiti wa kwanza ni al-Masjid al-Haram, swala moja pale ni sawa na swala 100. Msikiti wa pili al-Masjid an-Nabawi, swala moja pale ni sawa na swala 1000. Lakini pamoja na fadhila zote hizo, mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaacha kuswali salat al-Eid kwenye msikiti wake, anakwenda wapi? Kwenye musalla. Sasa hii misikiti yetu ina nini mpaka tuzitoe swala za Eid kwenye misalla tuzilete misikitini? Kama mtume alikuwa anaitoa msikitini anaipeleka kwenye musalla, pamoja na ubora wa swala inayosaliwa ndani ya msikiti wake, lakini alikuwa anakwenda nje sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuonyesha umuhimu wa kuswali salat al-Eid viwanjani. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala anasema as-sunnah, kilicho sunna, an yusalla al-Eid fi al-musalla, ni Eid kuswaliwa viwanjani. Amara bidhalika Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib ameliamrisha hili. واستحسنه الأوزاعي واصحاب الرأي, الإمام الأوزاعي amelipendekeza hili na madhehebu ya Imam Abu Hanifa. Qala wa huwa qawlu Ibn al-Mundhir, na hii ndio kauli ya mwanazuoni Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala. Hizi ndio changamoto ya misikiti kuwa karibu na masoko. Kisha akaendelea kueleza mengi aliyoeleza Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, ikiwa ni pamoja na mtume alayhi salatu wasalam kuacha msikiti wake kwenda kuswali katika musalla, pamoja na kuwa swala kwenye msikiti wake ina fadhila kubwa zaidi kuliko misikiti mingine isipokuwa al-Masjid al-Haram. Lakini pamoja na hivyo aliacha kuswali swala ya Eid kwenye msikiti, akaenda katika viwanja. Wanatuambia wanazuoni, in hasala udhrun, pakitokea udhuru yamna'u al-khuruj ila al-musalla, udhuru unaozuia watu kwenda viwanjani, min matarin, mfano kuna mvua, au khawfin, au watu wapo katika hali ya hofu, au dha'fin, au maradhin, udhaifu, au maradhi, au ghairi dhalik, au jingine lolote katika dharura, salla fi al-masjid wala haraja alayhi insha Allah ta'ala. Hapo watu wataswali msikitini na wala hakuna ubaya. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى anasema فإذا أصاب الأرض دحض, pakiwa na tope au utelezi, sallu fil masjidi, watu wataswali msikitini. Asili swala inaswaliwa viwanjani, lakini pakiwa na dharura, utelezi, tope, wataswali msikitini. Qala amma Makkah, ama kwa mji wa Makkah, fayusalla al-Eid fi al-masjid mutlaqan, katika hali yoyote, pana mvua, pakavu, Makkah salatu al-Eid inaswaliwa kwenye msikiti al-Masjid al-Haram. Qala wa man salla fi al-masjid, akaendelea kutupa faida, na yoyote atakayeswali msikitini, uwe ni msikiti wa Makkah au misikiti mingine kwa dharura, salla tahiyat al-masjid, huyo anatakiwa aswali raka 2 za kuwa mkuu wa msikiti zinazoitwa raka 2 za tahiyatul masjid. Kwa hiyo katika sunna salatul Eid inatakiwa iswaliwe kwenye musalla isipokuwa panapokuwa na dharura. Lakini kwa watu wa Makkah
kuna dharura hakuna dharura, tangu zama hizo walikuwa wanaswali msikitini na mpaka sasa wanaendelea kuswali msikitini, bi maana almasjidu alharam. Aidha, miongoni mwa adabu au miongoni mwa sunna za salatu al-Eid mukhalafatu at-tariq. Mukhalafatu at-tariq manake kubadilisha njia ile ulioenda nayo msikitini iwe tofauti na ile utakayorudi nayo nyumbani. Hii ni katika sunna na ni katika maelekezo na maamrisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika hili wanazuoni wametaja hikma kadhaa. Kwa nini unatakiwa ukienda uende na njia hii, ukirudi urudi na njia nyingine? Zimetajwa hikma chungu nzima, tutakuja kuzitaja hizo hikma, lakini wanasema kikubwa ni kuwa Mtume alayhi salatu wasalam kafanya hivyo. Kwa hiyo hikma kubwa ni kumfuata na kumuiga Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema hii ndiyo hikma kubwa kwenye hili, al-iqtida'u bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumuiga Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anaeleza Jabir mwana wa Abdullah radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam, idha kana yawm Eid au idha kana yawm Eid, inapokuwa siku ya Eid, khalafa at-tariq, anabadilisha njia, bimaana anayokwenda nayo ni tofauti na ile atakayorudi nayo. Hikma kubwa sisi kwa nini tunafanya hivyo ni kubadilisha au ni kufuata mienendo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini zipo hikma nyingine ambazo wanazuoni wamestaja. Wametaja miongoni mwa hikma zaidi ya kule kumfuata Mtume, wanasema Mtume alikuwa anafanya hivyo liyashhada lahu at-tariqan, miongoni mwa hikma ili njia mbili zote hizi zije zimtolee ushahidi siku ya kiyama mbele ya Allah, kwamba ya Allah alipita juu yangu akiwa anaelekea kwenye ibada, alipita juu yangu akiwa anatoka kwenye ibada. Sababu ardhi nayo ni shahidi mzuri sana atakayekuja kutolea ushahidi siku ya kiyama. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha wa min akhbariha an taqula ya Allah inna 'abdaka fulan fa'ala kadha fi makani kadha. Na katika habari ambazo zitatolewa na ardhi siku ya kiyama ni kutoa ushahidi kwamba ya Allah, mja wako fulani alifanya kitu fulani sehemu fulani. Kwa hiyo Mtume alikuwa anabadilisha njia ili njia hii imtolee ushahidi na hiyo njia nyingine kadhalika imtolee ushahidi, nasi tunafanya hivyo kwa hikma hii. Wakaeleza miongoni mwa hikma pia zinazotajwa na ahlul ilmi, liyashhada lahu sukanuhuma min aljinni wal ins, ili wamtolee ushahidi wakazi wa njia zote mbili hizo katika wanadamu na majini. Siku ya kiyama waje amtolee ushahidi kwamba ya Allah, alipita huyu akiwa anakwenda kwenye musalla, akarudi akiwa anatoka kwenye musalla. Aidha, wakaeleza miongoni mwa hikma ni idharu shi'ari al-islam fi at-tariqain, ni kudhihirisha nembo za Uislamu kwenye njia zote hizi mbili. Kwa hiyo umepita njia hii, watu wameona mashallah leo Waislamu wana jambo lao, na njia nyingine kadhalika hilo wamelionyesha. Pia wakataja katika hikma idharu dhikrillah, kudhihirisha ule utaji wa Allah. Kama mmekwenda kwa takbira, watu wameona, mnarudi kwenye Eid al-Fitr hata kama hakuna takbira, lakini yamkini adhkari nyingine zikawa zinaendelea, kila mtu kwa namna yake. Lakini pia wakaeleza katika hikma liyaghidha a'da al-islam, Bwana Mtume alibadilisha njia ili awakere maadui wa Uislamu, na katika vile ambavyo vinawakera ni kumuona tu Muislamu. Kwa hiyo anapita njia hii kama kuna maadui wakereke, anarudi na njia nyingine kama kuna maadui huko pia awachome na awaumize. Lakini katika hikma zilizotajwa liyudkhila surura ala ahli at-tariqain, Bwana Mtume alikuwa anabadilisha njia ili atie furaha kwa wakazi wa njia zote hizo mbili. Akipita njia hii inawezekana akakutana na watu akawasaidia, akakutana na wenye swali akawajibu, kadhalika njia nyingine atakayoipita wakati anarudi, haya nayo yanaweza kutokea. Lakini katika hikma kadhalika wanasema li ziyarati al-aqriba wa silati al-arham, alikuwa anabadilisha njia ili apate fursa ya kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki.
wakati anakwenda inawezekana akapita kwa shangazi akasalimia aliye kwenye njia hii, wakati anarudi akapita kwa mjomba aliye kwenye njia nyingine akasalimia. Kwa hiyo anasema hii pia ni katika hikma. Aidha ni miongoni mwa hikma zinazotajwa at-tafaulu bitaghyir al-hali ila al-maghfirati war-ridha, kama vile bwana mtume alikuwa na tafaul, matarajio kwamba kwa kubadilisha njia huenda pia ikawa ni sababu ya kubadilishiwa hali, nikatoka kwenye hali fulani mbaya tukaenda kwenye hali fulani nzuri zaidi. Waqila li takhfifi ziham, na wapo waliosema alikuwa anabadilisha njia kwa ajili ya kupunguza msongamano. Wallahu a'lam. Na kuna hikma nyingine mbalimbali zimetajwa. Mwisho anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, waqila, na pamesemwa wa huwa al-asahhu, na kauli hii ndio sahihi, innahu lidhalika kullihi wa lighairihi min al-hikam allati la yakhlu fi'luhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anha. Mtume alikuwa anafanya hivyo kwa hikma hizi zilizotajwa pamoja na nyingine ambazo hazijatajwa, kwa sababu matendo ya mtume alayhi salatu wasallam la shaka yalikuwa yanabeba hikma nyingi sana. Kwa hiyo almuhimu, iwe ni kwa hikma hizi au nyingine, muhimu kwetu ni kuiga sunna hii ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mukhalafatu at-tariq, miongoni mwa adabu kwenye al-Eid, yustahabbu lilma'mumi التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح. ni sunna kwa maamuma kuwahi kwenye viwanja vya Eid mara baada ya swala ya alfajiri. Kwa maamuma ni sunna kwa maamuma kuwahi kwenye viwanja vya Eid mara baada ya swala ya alfajiri. Amma al-imam, ama imamu, fayustahabbu lahu an yataakhkhar ila waqti as-salah, sunna kwake ni kuchelewa aje mwishoni kiasi ya kwamba akifika anapita mbele, swala inaanza. Kwa hiyo maimamu wanapochelewa, msifikiri wamechelewa kwamba wazembe, hapana. Maimamu wanachelewa sunnatan, yani imamu kuchelewa ndio sunna kwenye swala ya Eid pamoja na kwenye Ijumaa. Ushahidi ni upi kwamba imamu anatakiwa achelewe? Wanasema an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yaf'alu dhalika, mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anafanya hivyo. Imekuja kwenye hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kana an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal-adha ila al-musalla. Mtume alayhi salatu wasallam kwenye Eid al-Fitr na Eid al-Adha alikuwa anatoka kwenda viwanjani kwa ajili ya salat al-Eid. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah, cha kwanza anachoanza nacho mara tu baada ya kufika ni swala. Hii sio swala ya sunna kablia, au sababu kiwanjani hakuna kablia wala baadia. Kwa hiyo swala iliyotajwa hapa ni swala ya Eid yenyewe. Kwa hiyo mtume akifika kwenye viwanja anachoanza nacho cha kwanza ni as-sala, kuonyesha kwamba mtume alikuwa anakuja mwishoni kiasi ya kwamba akiingia muda wa swala umefika, watu wanasimama wanaingia kwenye swala ya Eid. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa imamu. Lakini pia wakasema al-imamu yuntadhar wala yantadhir, asili imamu anasubiriwa, hasubiri. Kisha wakasema walau jaa ila al-musalla wa qa'ada fi makanin mustatirin 'anil nas fala bas, na kama itatokea imamu amekuja mapema, basi akae sehemu ambayo amejitenga na watu. Kama amekuja na gari, abaki ndani ya gari. Muda wa swala ukikaribia atashuka, akiingia kwenye viwanja, kinachofuata ni ibada ya as-sala. Anasema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, madati sunnah, imepita sunna kwa utaratibu huu, an yakhruja al-imamu min manzilihi qadra ma yablughu musallahu, imamu atoke nyumbani kwake kwa ule wastani kwamba kutoka kwake mpaka kufika kwenye musalla waqad halati sala, na muda wa kuswali umefika. Kama nyumbani kwa imamu mpaka kwenye musalla dakika 5, watu wanaswali labda saa 1:30, ina maana huyu atatoka saa 12 na dakika 55. Akifika tu kwenye musalla, kinachoanza hapo au kinachofuata ni swala. قال فأما غيره, أما سيكون إمامه فيستحب له التبكير, سنة kwake ni kuwahi, والدنو من الإمام, na kuwa karibu na imam, awe safu za mbele, ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو
min al-imam, ili apate malipo ya kuwahi sehemu ya kuswalia, malipo ya kusubiri sala, sababu aliyekaa sehemu anasubiri sala analipwa kama vile yuko ndani ya sala. Wadunuwi min al-imam, lakini pia apate malipo ya kuwa karibu na imam, sababu kila safu inapokuwa karibu na imam ndio ina fadhila zaidi. Khairu sufufi ar-rijali awwaluha wa sharru sufufi ar-rijali akhiruha, safu zenye fadhila zaidi kwa wanaume ni za mbele hizi, na safu ambazo fadhila zake zimepungua ni zile za nyuma kwa wanaume. Kwa hiyo kila unapokuwa safu ya mbele ndio malipo yako makubwa zaidi, na kila unaposogea nyuma ndio unajipunja zaidi. Anasema Ata ibn Sa'ib akionyesha jinsi gani wema waliotangulia walikuwa wanawahi kwenye viwanja vya Eid. Anasema kana Abdurrahman ibn Abi Layla wa Abdullah ibn Ma'qal yusalliyan al-fajr yawm al-Eid wa alayhima thiyabuhuma. Wawili hawa Abdurrahman na Abdullah walikuwa wanaswali swala ya alfajiri siku ya Eid, wa alayhima thiyabuhuma, wakiwa tayari wameshavalia nguo zao za kuswalia Eid. Thumma yandafi'ani ila aljabbana, alafu anaelekea maeneo ya kuswalia Eid. Ahaduhuma yukabbiru wal akharu yuhallil, mmoja analeta takbira na mwingine analeta tahlil. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala anasema والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي, na katika dalili zinazoonyesha ni sunna kuelekea kwenye viwanja vya Eid mara baada ya sala alfajiri ni haya yafuatayo. La kwanza akasema amalu sahaba, matendo ya masahaba, bimaana masahaba walikuwa wanawahi baada alfajiri wanaelekea kwenye viwanja vya kuswalia salat al-Eid. Anasema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yakhruju ila al-musalla idha tala'at ash-shams wa yajidu an-nasa qad hadaru. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anaelekea kwenye viwanja vya kuswalia Eid baada ya jua kuchomoza na anakuta watu wameshafika pale. Hii maana yake masahaba walikuwa wanawahi, mtume anakuja mwishoni. Lakini aidha miongoni mwa dalili zinazoonyesha sunna ni kuwahi mara tu baada alfajiri, qala li anna dhalika asbaqu ila alkhair, kufanya hivyo inaonyesha jinsi gani mtu anawahi zaidi katika kuyaendea mambo ya khairi. Qala wa li annahu idha wasala almasjida wa intadhara as-salata fa innahu la yazalu fi salati. Lakini pia jingine linaloonyesha kuwahi, unapofika ile sehemu ya kuswalia, kilichokuweka pale ni kusubiri swala, unaendelea kulipwa kama vile uko ndani ya swala. Akaendelea kueleza mambo mengine mbalimbali, lakini almuhim sunna kwa maamuma kuwahi kwenye viwanja vya Eid mapema, na sunna kwa imamu kuchelewa. Hii ni katika swala ya Eid pamoja na swala ya Ijumaa. Aidha miongoni mwa adabu za salatul Eid alla yusalla qabla salati al-Eid wala ba'daha, fasiswaliwe kabla ya Eid wala baada ya Eid. Kama tunasali salat al-Eid fi al-musalla, hakuna qablia pale wala hakuna baadia. Yani ukifika kwenye viwanja unakaa unaendelea kuleta takbira na wanaoleta takbira. Lakini kama salatul Eid itaswaliwa msikitini kwa dharura ya mvua au mfano wake, ukiingia msikitini utaswali rakaa mbili kabla ya kukaa tahiyatul masjidi, na hii ni sunna iliyo thibiti. Lakini kama tutaswali msikitini kama uwanjani kama ilivyoasili, kule hakuna qablia wala hakuna baadia. Ushahidi ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. أنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متومي عليه الصلاة والسلام alitoka kwenda viwanjani kwa ajili ya kuswali salatul Eid, ilikuwa ni Eid al-Fitr, akaswali rakaa mbili za salatul Eid, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Kabla hizo rakaa mbili hajaswali swala yoyote, wala baada hizo rakaa mbili za salatul Eid hajaswali swala yoyote, akiwa anaongozana na sahaba wake Bilal. Anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, ولم يكن هو صلى الله عليه واله وسلم ولا اصحابه, hakuwa yeye mtume wala masahaba zake yusalluna idha intahau ila almusalla shay'an qabla as-salah, hawakuwa wanaswali chochote wanapofika viwanjani kabla ya swala ya Eid.
hapakuwa na sunna yoyote, wala baadaha, na wala baada ya swala hakuna sunna yoyote ya swala nyingine. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani anahitimisha kwa kusema walhasilu anna salat al-Eid lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha. Kilichopo ni kwamba swala ya Eid haijathibiti kuwa ina sunna kabla wala haijathibiti kuwa ina sunna baada. Kwa hiyo tunaposwali viwanjani hakuna kablia kule wala hakuna baadia, lakini tunaposwali msikitini kwa dharura ya mvua au mfano wake, unapoingia kabla ya kukaa na kuendelea kuleta takbira, swali rakaa 2 tahiyatul masjid. ايضا miongoni mwa adabu na sunna za salatul Eid annahu la adhana wala iqama li salatil Eidain. Jamani, swala ya Eid haina adhana wala haina iqama, haina adhana wala haina iqama. Hivi ndivyo ulivyokuwa utaratibu wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Bimaana ukifika muda wa swala, imamu kaingia, atawasimamisha tu watu, hapahitaji mtu wa kukimu wala mtu wa kuadhini. Anasema Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. niliswali na Mtume alayhi salatu wasalam swala ya Eid mbili, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili, hapakuwa na adhana wala hapakuwa na iqama. Anasema Ibn Abbas pamoja na Jabir, lam yakun yuadhan yawm al-Fitr wala yawm al-Adha, hapakuwa panaadhiniwa kwenye Eid al-Fitr wala hapakuwa panaadhiniwa kwenye Eid al-Adha. Anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, wa kana idha intaha ila al-musalla, na alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam anapofika viwanjani, akhadha fi salati, anaingia kwenye swala moja kwa moja, min ghairi adhanin, bila ya adhana, wala iqama, wala kukimiwa swala, wala qaul as-salatu jami'a, na hata kauli hii pia haikuwa inasemwa as-salatu jami'a, hata hiyo haikuwepo. Qala was-sunnatu alla yuf'ala shay'un min dhalik, na sunna pasifanywe chochote katika haya, pasiadhiniwe, pasikimiwe, wala pasinadiwe as-salatu jami'a. Kwa hiyo hili ni katika mambo ya kuzingatia, hasa wale ambao wanakaa safu ya mbele. Sije ukasimama kipaza sauti kipo karibu ukaona na wewe ukimu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah. Hapana, swala ya Eid haina adhana wala haina iqama. Nimalizie na nukta moja muhimu, na nukta hii itatupeleka sasa kwenye sherehe zaidi kwa ujumla wake. Wanatuambia wanazuoni, la ba'sa bil-la'bi bid-duffi lil-jawari wal-la'bi al-mubahi fi yawm al-Eid, hakuna ubaya watoto wa kike kupiga madufu siku ya Eid, au watu kucheza ile michezo inayofaa siku ya Eid. Dufu jamani ni tofauti na tari. Dufu linakuwa halina vile vibati wala nini, ngozi tu imeambwa pale, watu wanapiga ile ngozi. Ikishakuwa na vile vibati, hilo silo linalokusudiwa. Kwa hiyo kwa watoto wa kike siku ya Eid wakiamua kusherehekea kwa kupiga madufu, he wallah, au hata kina baba, kama kutakuwa na michezo inayofaa kisheria pia inafaa. Anasimulia bi Aisha radhiyallahu anha, anasema dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa indi jariyatan tughanniyani bighina'i bu'ath. Siku moja Mtume alikuja nyumbani alayhi salatu wassalam, pakiwa pana visichana viwili vinaimba nyimbo za bu'ath. Hii siku ya bu'ath ni siku iliyopiganwa vita kati ya kabila la Ausi na Khazraj, inaitwa siku ya bu'ath. Na nyimbo walizokuwa naimba ni zile nyimbo za kivita za kishujaa. Kwa hiyo Mtume kaingia kwa Bi Aisha radhiallahu anha, kuna visichana viwili vinaimba hizo nyimbo hapo. Fattaja ala alfirash, bwana Mtume akajinyoosha juu ya kitanda chake, wa hawala wajhahu, na akageuza uso wake kama vile akawa anaangalia upande wa ukuta. Wajaa Abu Bakr fantaharani, anasema Bi Aisha, akaja Abu Bakar akanikemea, akasema mizmaru shaytan inda Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zumari ya shetani inapigwa ndani ya nyumba ya Mtume alayhi salatu wasallam. Yani hizi nyimbo walizokuwa wanaimba hawa wasichana wawili,
Abu Bakar akazifasiri kuwa ni zumari za shetani. Na maana ya zumari za shetani maana yake ni nyimbo na kupiga dufu, ndicho anachokusudia. فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال bwana mtume akamgeukia Abu Bakar akamwambia da'ahuma, waache. Kama vile leo siku ya kujimwaga mwaga, waache wajimwage mwage. Qala falamma ghafala ghamastuhuma fakharajata, basi mtume aliposhughulishwa, alipoghafilika na mambo mengine, nikawabonyeza hawa wasichana wawili wakatoka. Hadithi hii imekuja kwenye riwaya mbalimbali, lakini wanasema mwisho wa siku ni ushahidi kwamba inafaa hasa kwa watoto wa kike siku ya Eid katika namna ya kusherekea kuimba nyimbo ambazo hazina ubaya ndani yake, hazihimizi machafu, na hata wakitaka kupiga dufu ruhusa katika namna ya kusherekea. Huu ni upande wa wanawake. Katika riwaya nyingine, wakati Abu Bakar anawakataza hawa wasichana wawili kuimba, bwana mtume alimwambia ya Abu Bakr, ewe Abu Bakar, inna likulli qaumin ida, kila watu wana idi yao, wa hadha iduna, na hii ni idi yetu, bimaana waache wajimwage mwage wajinafasi. Katika riwaya nyingine alimwambia da'ahuma, waache ewe Abu Bakar, fa innaha ayyamu eid, hakika hizi siku ni siku za Eid, waendelee kufurahia. Kwa hiyo hawa wasichana wawili walikuwa wanaimba ile hali wanapiga dufu, lakini imekuja katika riwaya walaysata bimughanniyataini, na wala hawakuwa waimbaji rasmi kama tunavyojua waimbaji wanavyoimba. Kweli wamejikusanya wanapiga dufu lao na vinyimbo vyao, hawakuwa waimbaji rasmi wale wanaoimba maneno machafu na wanaotoa ujumbe mchafu. Kwa hiyo inafaa sherehe za namna hii kupiga dufu na kuimba, hasa kwa wanawake. Ama kwa upande wa wanaume, kwao nao inafaa kusherehekea sherehe za aina mbalimbali, michezo ya aina mbalimbali ambayo nayo pia haiendi kinyume na maelekezo ya sheria. Anasimulia Anas ibn Malik, قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. Bwana mtume alikuja Madina, watu wa Madina wana siku mbili wanazocheza, wanafanya michezo ndani ya hizo siku mbili. Akawauliza ma hadhani al-yawman, hizi siku mbili ni za nini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya, siku mbili hizi tangu zama hizo za ujahili kwetu zilikuwa ni siku za furaha, tunacheza michezo mbalimbali. Akasema alayhi salatu wassalam, inna allaha abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr, Allah amekupeni mbadala bora kuliko hizi mbili, mtakuwa na siku mbili za kufurahia na kufanya michezo mbalimbali, siku ya Eid al-Adha na siku ya Eid al-Fitr. Anasema Ibn Baz alayhi rahmatullahi ta'ala, hadha yadullu ala anna Allah ja'ala yawm al-Eid yawm surur. Hii maana yake Allah anaifanya siku ya Eid siku ya furaha. Wayajuzu fihi al-la'ibu fima la mahdhura fihi linnisa'i waljawari, na inafaa michezo kwenye siku hiyo madamu ni michezo ambayo haina vitu vya haramu ndani yake, kwa wanawake na kwa wasichana. Qala wa fihi at-ta'allumu 'ala al-alati kama fa'ala al-habasha, lakini pia inafaa kujifunza kuchezea ala za kivita kama walivyofanya Wahebeshi. Tunajua hadithi ya Wahebeshi. Imekuja hadithi hiyo ya Wahebeshi na michezo yao waliokuwa wanaifanya. Kana yaumu Eid, anasimulia Bi Aisha, ilikuwa ni siku ya Eid. Yal'abu Sudan bidaraqi walhirab, hawa watu weusi Wahebeshi ilikuwa siku hii wanacheza na vile vifaa vya kivita. Ad-daraq ni ngao, walhirab na silaha. Qala fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala, ima mimi nilimuomba mtume au mtume aliniambia walipokuwa wanacheza hawa Wahebeshi, tashtahina tandhurin, unataka utazame? Fakultu na'am, anasema nikasema ndio. Faqamani wara'a khaddi ala khaddihi, bwana mtume akaniweka kwa nyuma hapa nikawa naangalia kwa mbele. Wa huwa yaqul, ile hali anasema kuambia wale Wahebeshi, dunakum ya bani arfida, dunakum ya bani arfida, endeleeni enyi Wahebeshi. Banu Arfida ni laqab la Wahebeshi, endeleeni na hiyo michezo.
qala hatta idha malaltu, nikaangalia mpaka nikachoka. Bwana mtume akaniuliza hasbuki, inakutosha? Qultu na'am, bi Aisha akasema ndio. Bwana mtume akanambia idhhabi, nenda. Wahebeshi hawa na hii michezo yao, kuna baadhi ya watu wamefanya kuwa ni dalili kwamba inafaa kwa wanaume kucheza ngoma, kuserebuka, kukata viuno. Kwa nini? Kwa sababu wahebeshi walicheza kwenye msikiti wa mtume na mtume akawakubalia. Hawakuwa wanakata viuno hawa, walikuwa wanacheza michezo ya kivita, wanachezea ngao na silaha kama vile mazoezi, na haya kufanyika ndani ya msikiti hakuna ubaya. Ndio maana anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa amma la'ibu al-habasha fil masjidi, ama michezo ya wahebeshi ndani ya msikiti, fakana la'iban bil hirabi wad daraqi tawathuban, walikuwa wanachezea ngao na silaha kwa kuruka, wa raqsan bihima. Qala huwa min babi at-tadribi ala al-harbi wat-tamrini wat-tanshiti alayhi, na hii inaingia katika mlango wa mazoezi. قال وهو من قبيل المندوب ولذلك أباحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. na hili ni jambo linalopendeza linalofaa, ndio maana mtume alayhi salatu wasalam karuhusu lifanyike ndani ya msikiti. Kwa hiyo hawakuwa wanacheza ngoma kama wanavyodhani baadhi, hawakuwa wanaimba ndani ya msikiti kama wanavyodhani baadhi, walikuwa wanafanya michezo ya mazoezi ndani ya msikiti, na hili ni jambo linalofaa, ndio maana mtume alayhi salatu wasalam kaliruhusu. Kama ingekuwa ni ngoma za kukata viuno, kuimba kwa kubana pua, sidhani kama mtume alayhi salatu wasalam angeruhusu, asingeruhusu, bali angekemea alayhi salatu wasalam. Anasema Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wal-la'ibu bil-hirabi laysa la'iban mujarrada, na mchezo wa kuchezea silaha sio mchezo tu kama mchezo, bal fihi tadribu ash-shuja'an ala mawaqi' al-hurub wal-istidad lil-adu, bal ni mchezo ambao ndani yake kuna mazoezi ya kuandaa mashujaa kuwa tayari kwa ajili ya mapambano. واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه, na wanazuoni wakaitumia hii kama dalili kwamba inafaa watu kufanya michezo ya kimazoezi kwa namna hii kwa ajili ya kuweka mili yao fit. Kwa inawezekana sisi kwa mazingira yetu michezo yetu sio hii, lakini tuna michezo mingine ambayo ina maana hiyo hiyo. Hata tukisema leo tukimbiza kuku jamani, kwa mfano, mazoezi sio mazoezi hayo? Mazoezi, vijasho vitawatoka. Leo tukisema tuvuta kamba, wenye mathna upande huu, wenye mmoja mmoja upande huu, sijui kama Shenduruma atapata wenzake wangapi, maana wenye mathna wachache kweli kweli. Mazoezi hayo. Leo tutasema tunashindana mbio za magunia, mazoezi. Kwa hiyo kiangalia michezo yote ambayo tumeruhusiwa kuifanya, zaidi ya kuwa tunazifariji nafsi zetu, lakini ndani yake pia kuna faida katika mili yetu na viwiliwili vyetu. Kwa hiyo inafaa siku ya Eid, kwa sababu ni siku ya kujinafasi, siku ya kujimwaga, watu kusherehekea na kucheza michezo ambayo inaruhusiwa kisheria. Wanawake vigezo na masharti kuzingatiwa, lakini kadhalika wanaume nao watayafanya yale ambayo yanaendana na jinsia zao. Kwa hiyo kwa wanawake tumeona kuna madufu huko, kuna kuimba, na kwa wanaume kuna michezo mbalimbali kama ile michezo iliyofanywa na wahebeshi. Leo tukomee hapa, ili majlisi ijayo insha Allah taala, labda siku ya Jumamosi, tumalizie kipengele cha mwisho kwa mukhtasar, baadhi ya makosa yanayofanywa katika maandalizi ya Eid. Tuna makosa mbalimbali tunayafanya tukiwa tunahisi tunajiandaa na kusherehekea Eid, kumbe tunachokifanya tunamkosea Allah azza wa jalla. Leo tuishie hapa, tufungue fursa ya maswali angalau kwa dakika 2-3, ili baada ya swala ya alasiri tuendelee na ratiba nyingine insha Allah.